Miaka 44 ndiyo muda ambao Argentina ilisubiri kabla dunia haijashuhudia tena mchezaji mweusi akivaa jezi ya timu ya taifa. Lakini safari hiyo haikukatishwa na mtoto aliyezaliwa Buenos Aires au Rosario. Ilianza maelfu ya kilomita mbali katika taifa lililokumbwa na moja ya majanga makubwa zaidi ya karne hii. Jina lake ni Stephen Kike Ramos, kijana mwenye miaka 17 ambaye ameingia kwenye historia baada ya kuichezea Argentina under 17 katika ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Ecuador. Kwa wengi ilikuwa mechi ya kirafiki, lakini kwa historia ya soka la Argentina ilikuwa mechi iliyofungua ukurasa mpya. Kabla ya kuvaa jezi ya Argentina, maisha ya Kiki yalikuwa yameandikwa na maumivu kuliko soka. Alizaliwa nchini Haiti mwaka 2009, lakini akiwa na umri wa miezi michache tu, tetemeko kubwa la ardhi la mwaka 2010 lilibadilisha maisha yake milele. Mamia ya maelfu ya watu walipoteza maisha, huku maelfu ya watoto wakibaki bila familia. Kiki alikuwa mmoja wao. Baadaye alilelewa na familia ya Argentina iliyompokea Buenos Aires na kumpa nafasi ya kuanza maisha mapya. Huko ndipo alipokutana na mpira wa miguu. Akaanza kucheza mitaani kama watoto wengine kabla ya kujiunga na akademia ya Vélez Sarsfield ambako kipaji chake kilianza kung'aa. Mwaka 2026, baada ya kufunga mabao 12 katika timu za vijana za klabu hiyo, ndoto yake ilitimia alipoitwa kuichezea Argentina under 17. Lakini kilichofanya habari yake kusambaa duniani si vipaji vyake pekee, ni historia iliyokuwa ikiigusa. Tangu mwaka 1982 hakukuwa na mchezaji mweusi aliyewahi kuonekana tena katika timu ya taifa ya Argentina. Hivyo Kiki ameonekana kama sura mpya inayoweza kuvunja ukimya wa zaidi ya miongo minne. Endapo siku moja atafanikiwa kufika timu ya wakubwa, atatajwa pamoja na majina machache sana yaliyobeba historia ya kipekee katika soka la Argentina. Mchezaji wa mwisho kabla yake alikuwa Hector Bale, golikipa aliyekuwa sehemu ya kizazi cha dhahabu cha Argentina. Bale alikuwa na babu mwenye asili ya Senegal na alichezea Argentina kati ya miaka ya 1970 hadi mwaka 1982. Alikuwa ndani ya kikosi kilichotoa kombe la dunia mwaka 1978, ingawa nafasi ya kwanza golini ilishikiliwa na Ubaldo Filol. Kapi yake ya mwisho kwa Argentina ilikuja mwaka 1982, na tangu siku hiyo hakuna mchezaji mwingine mweusi aliyewahi kuivaa jezi ya Albiceleste hadi kizazi cha Kiki Ramos kilipoibuka. Hapo ndipo ilipoanzia hesabu ya miaka 44. Lakini hata Bale alikuwa akifuata nyayo za mtu mwingine. Huko alikuwa Jose Ramos Delgado, mmoja wa mabeki bora kabisa kuwahi kutokea Argentina. Ramos Delgado alikuwa na baba mwenye asili ya visiwa vya Cape Verde. Akaichezea Argentina katika kombe la dunia mwaka 1958 na mwaka 1962, na baadaye akawa nahodha wa timu ya taifa. Baada ya mafanikio yake nchini Argentina, alihamia Brazil na kujiunga na Santos ambako alicheza sambamba na mfalme wa soka Pele. Hadi leo bado anatambuliwa kama mmoja wa mabeki wenye heshima kubwa katika historia ya nchi hiyo. Ukirudi nyuma zaidi unafika miaka 1920. Hapo ndipo unapokutana na jina ambalo wengi wa mashabiki wa kisasa hawalifahamu kabisa. Alejandro de los Santos alikuwa mtoto wa wazazi wenye asili ya Angola na ndiye aliyekubalika na wanahistoria wengi kuwa Mwafrika wa kwanza au Afro-Argentina wa kwanza kuichezea timu ya taifa Argentina. Alichezea nchi hiyo kati ya mwaka 1922 na mwaka 1925, akiisaidia Argentina kutoa Copa America ya mwaka 1925 kwa zaidi ya karne moja. Jina lake limeendelea kubaki kama alama ya mwanzo wa historia ya wachezaji weusi katika Albiceleste. Hicho ndicho kinachofanya simulizi ya Kike Ramos kuwa tofauti. Haji tu kama chipukizi kwenye kipaji, anakuja akiwa ameunganisha historia iliyokatika kwa miongo mingi, kutoka kwenye kituo cha watoto yatima nchini Haiti, kunusurika tetemeko la ardhi, kulelewa na familia ya Argentina, kupanda hatua kwa hatua katika akademia ya Vélez Sarsfield, hadi kuivaa jezi yenye nyota 3 za mabingwa wa dunia. Safari yake tayari imekuwa ya kipekee, lakini inaweza kuwa kubwa zaidi.
Kwa sasa Kiki bado ni mchezaji wa Argentina wa under 17, lakini kama ataendelea kukua na siku moja akaitwa katika timu ya wakubwa, ataandika ukurasa mwingine wa historia. Atakuwa mmoja wa idadi ndogo sana ya wachezaji weusi kuwahi kuichezea Argentina, akijiunga na Alejandro de los Santos, Jose Ramos Delgado na Hector Bale katika orodha ambayo imechukua zaidi ya miaka 100 kuandikwa. Na safari hiyo yote ilianza na mtoto mdogo aliyenusurika tetemeko la ardhi, akapewa nafasi ya pili ya maisha, kisha akaamua kuandika historia yake kwa miguu yake mwenyewe. Hii ni ITV Sports. Makala hii imeandaliwa na Mtao 12. Mimi ni Gladness Joseph.